Kipindi kinaanza na Iheon akimwambia Ji-young kwamba anampeleka kwenye makao maalum sana, ambayo yanageuka kuwa gereza la muda ndani ya jumba hilo. Baadaye, Consort Kang Mokja anamtazama daktari wa ikulu akiondoa kichwa cha mshale kutoka kwenye mwili wa Iheon na kukiiba wakati hatazami. Akiwa anazungumza na daktari, Iheon anatambua kuwa Ji-young aliokoa maisha yake kwa kusimamisha damu kwenye jeraha lake. Baadaye, Consort Kang anatuma kichwa cha mshale kwa Prince Jae-san. Katika jiko la kifalme, tunajulishwa mpishi Eom na mpishi Maeng ambao wanagombea nafasi ya mpishi mkuu wa kifalme baada ya kifo cha yule wa awali. Kwingineko, Dowager Malikia Inju anashangaa ikiwa mjukuu wake analipiza kisasi kwa mamake. Consort Kang anamuita Song Jae nyumbani kwake na kumhoji kuhusu Chae-hong na pia kuhusu Ji-young. Baada ya kuondoka, Song Jae anamwambia baba yake kwamba amechoka kuamriwa na Consort Kang. Anapendekeza wawadanganye kuhusu Ji-young kwa manufaa yao badala yake. Usiku huo, mtu aliyejifunika uso anawaruhusu Ji-young na Gil-geum kutoka katika gereza lao. Wanapokimbia, mwanamume huyo anawaongoza kwenye uwanja ambapo kundi la watu waliojifunika nyuso zao wanacheza na kuimba. Mmoja wao anageuka kuwa mfalme Iheon mwenyewe, ambaye alipanga haya yote ili kumdanganya Ji-young. Anamtambulisha Gong Gil, mcheshi anayejifanya kuwaongoza wasichana. Gong Gil anachukua malipo yake na kuondoka, lakini kabla ya kusoma ujumbe wa siri kutoka kwa mfalme unaomwamuru ajue ni nani aliyejaribu kumuua msituni siku ile. Wakati Ji-young anapoendelea kumsogelea mfalme, anatishia kumchapa Gil-geum kwa chuma. Katika hali yake ya kukata tamaa, Ji-young anaahidi kutokimbia ikulu. Kisha Iheon anatangaza kuwa ana njaa na kumwambia Ji-young ampikie chakula. Towashi mkuu Chang Seon anawapeleka wasichana jikoni kwa kifalme, ambapo wapishi wote wa kiume wanashangaa kwamba mwanamke ndiye atakayesimamia chakula hicho. Wanatoka jikoni kwa maandamano. Baada ya kujua kwamba kuna nyama ya kulungu kutoka kuwinda kwa mfalme hivi karibuni, Ji-young anaamua kutengeneza nyama ya kulungu. Baada ya mlolongo wa kumpikia haraka, Ji-young anamhudumia mfalme chakula chake, akimtambulisha kwa jina la Haute Cuisine kutoka Ufaransa. Chakula hicho kinajumuisha kozi 3 na Iheon anapenda vyote. Anapokula ulimi wa kulungu aliyechomwa, anakumbuka nyakati za chakula pamoja na mama yake wakati wa utoto wake. Consort Kang anafika kwenye chumba cha mfalme, lakini Chang Seon anasema hakuna mtu anayeruhusiwa kuingia. Hatimaye, Iheon mwenyewe anamwambia waonane baadaye, ambapo jambo hilo ni la mara ya kwanza kwa Consort Kang. Ndani ya chumba chake, Iheon anaegemea karibu na Ji-young na kumwambia kuwa amemchagua. Baadaye, Song Jae anamwendea Ji-young na kumwomba ampe taarifa anazojifunza kutokana na milo yake na Iheon. Kwa kubadilishana, anampa ulinzi kutoka kwa Consort Kang. Ji-young anakubali, lakini anaomba upendeleo mmoja zaidi. Anamtaka atafute begi lake ambalo Iheon alilitupa juu ya mwamba. Wakati huo huo, Consort Kang na kijakazi wake wanamwambia Kok Maeng amfukuze